Mheshimiwa Katibu Mkuu wa klabu yetu na wajumbe wa kamati ya utendaji, ndugu zangu wanahabari, niko hapa kwanza kumshukuru sana Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuungana sote tangu kipindi kile tukiwa hapa kwenye jengo, na tunashukuru leo nimepata fursa ya kuja rasmi kwanza kwenye klabu yetu pendwa, lakini nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru na kusema asante kwa uongozi wa timu uliopo, kwa sababu leo nilipofika nimefika kwa sababu ya nilikotoka. Isingekuwa kupita Yanga, isingekuwa kupita huko nilikopita, huenda nisingefika hapa. Kwa hiyo lazima tuwe na wingi wa shukrani kwa kuwashukuru hao waliopo. Mimi nimekuja kwa jambo moja. Nimekuja kwa ajili ya kutangazia dunia, Afrika na Tanzania kwamba sasa kazi imeanza. Nimekuja kuwaambia wananchi, nimekuja kuwaambia wenye timu yao, kumekucha. Kumekucha. Na nikisema kumekucha wanajua mimi ni nabii. Tarehe 7 tucheza na timu moja hivi. Bado nadhani iko kwenye tarehe 8. Nikasema leo tarehe 8 mtu anakula 8 na tukamtembezea 8 pale. Tarehe 4 tulicheza na JKT. Nikasema leo tarehe 4 mtu anakula 4. Sasa sauti ya nabii aliaye nyikani imerudi. Nachotaka msikie, huu ndio wakati sasa wa Yanga. Kampa tena, inarudi. Kagongwa tena, inarudi. Tunajua tulikotoka na tunajua tuliko na tunajua tunakoenda. Mimi niko hapa kwa niaba ya wapenzi wote wa Yanga, mashabiki, wanachama na wale Yanga lialia, kuwaambia kwamba tumerudi kuhakikisha tunapambana kumfa yakun. Tunapambana lolote liwalo, punda afe mzigo ufike. Na hata kama maiti itamkaba mwoshaji, acha imkabe mwoshaji. Lakini lazima kieleweke, wanachama wa Yanga wamechoka. Wamechoka kuonewa, wamechoka kulalamika, wamechabiki na wapenzi. Sasa tulieni. Kilio, manyanyaso, mateso, wakati wake umefika ya kuisha. Kesho tunaanza kazi. Na sisi tumekuja kuwaambia, niko mimi. Ukiona mbuzi juu ya mti ujue amepandishwa. Ukiniona nimekuja Yanga ujue nyuma yangu nina watu. Nina mamilioni ya Watanzania wako nyuma yetu. Wamenituma, wameniambia nenda kawaambie tumekuja. Kawaambie machozi yao sasa mwisho. Hakuna mtu atalia tena ndani ya Yanga. Na tunataka ili waamini mimi ni nabii, nikizungumza mbingu inasikia na kuzimu anasikia. Nataka wajue kesho tunakwenda kucheza na Gwambina. Sisi tutaanza kucheza mechi ya kesho. Tutacheza mechi ya kesho ndani ya uwanja. Wachezaji watapambana kufa na kupona, na sisi tutacheza mechi nje ya uwanja kufa na kupona. Na kama mnabisha, kuanzia saa 1 usiku tukutane uwanja wa Taifa. Tutaulinda uwanja kuanzia usiku mpaka alfajiri. Tutalinda timu, tutapambana na yoyote anayetaka kuionea Yanga. Kabla hujaionea Yanga sisi tutakuonea wewe. Kabla Yanga haijafa utakufa wewe. Kwa nimekuja kuwaambia wale ambao walikuwa wanatubeza, wale ambao waliona sasa Yanga ndio timu ya kuonea, ya kufanya unavyoweza kufanya, iwe uwanjani. Tumekuja, tumezungumza na wachezaji, na leo tutazungumza na wachezaji, na kesho tutazungumza na wachezaji. Tutahakikisha wachezaji wetu wanapambana kufa na kupona. Soksi ivuke, kiatu kibaki. Itavukaje soksi kiatu kikiwa kimebaki? Wewe njoo uwanja wa Taifa kesho. Lakini wachezaji wametupa commitment yao. Na sasa hatutaki ushindi wa goli 1 wala 2. Tunataka goli 5, tunataka goli 8. Lazima turudishe adabu. Potelea mbali, lolote liwalo na liwe. Sisi tumesema imetosha. Na tunataka kuanzia mechi ya kesho watu wasikie na wajue kwamba kuna watu wamechoshwa, kuna watu wamekerwa. Nyuma yetu wako Watanzania zaidi ya milioni 2 ambao wametutuma twendeni. Kwa mimi nataka niwatangazie wananchi wenye timu yao. Yanga ndio timu ya wananchi. Wale wengine ni timu ya mabwanyenye tu. Sasa nataka wananchi wajue, kama wewe ni mwananchi unaishi Tanzania, Yanga ndio timu yako. Na nataka usikie sauti hii kwamba tumerudi. Usikate tamaa. Kesho njoo uwanjani. Tumefanya maandalizi ya wachezaji, wamelipwa, wako vizuri, wananuka fedha sasa hivi.
na nataka hata familia zao zijue. Kama baba aleti hela, hiyo ni shida yako wewe na mumeo, lakini lazima ujue wachezaji wetu wamelipwa, kambi iko vizuri, tumeimarisha ulinzi kambini, na tunapekua mitandao yao ya simu. Kama kuna watu walikuwa wanatuhujumu tutawajua, tutawaona, na kama kuna watu ya ndani ya Yanga walikuwa wanatuhujumu tutawaona na tutawaanika, kama anavyofanya Cyprian Musiba. Na sisi tutafanya, tutawataja majina mmoja mmoja. Uwe Simba, uwe TFF, uwe bodi ya ligi, uwe Yanga, tutakutaja, tutakwambia na tutakuanika, alafu wananchi watakuhukumu. Kama Yanga ndio klabu yenye wanachama wengi Tanzania, basi hatima yako na maisha yako lazima iwe iko ndani ya Yanga. Wanachama wa Yanga wakikuchukia, wewe umechukiwa na Mungu, umechukiwa na shetani. Kwa hiyo tutakutaja, tutakuumbua. Tunataka, kama mnajua mnaofanya hayo, acheni. Tunajua wako watu wamewekwa kutuhujumu ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Tunajua wako watu wanafanya ya kwao usiku. Hatuamini ushirikina, lakini kwa wale wanaoamini wanakuambia wako. Sasa sisi leo tunakutana nao saa 1 usiku uwanjani. Kama we ni wa Mikia, kama we ni wa Matopeni, kama we ni wa Mchangani unatumwa kuja kuleta upuuzi pale, utatukuta usiku. We njoo, tutakushughulikia. Lazima tulinde timu yetu, lazima tulinde nembo na hadhi ya Yanga. Huu ndio utaifa wetu. Yaani baada ya nchi ya Tanzania, baada ya Magufuli, kinachofuata Tanzania ni Yanga. Hao wengine ni mabwanye. Hata unapomwona msemaji wetu anapambana, anataka kupigana na watu, anaumia kama wanavyoumia wengine. Yeye anakaa anaanza kusema mpira gani? Mbona akumbuki mimi nilivyomlipia hela ya kwenda match kutibiwa India ya macho? Mbona haweki ile? Antonio ni Yanga na Yanga ni Antonio. Akifanya kitu Antonio ni Yanga. Na Yanga ilimtetea Haji, ilimpigania Haji. Na Antonio alikuwa anapigania timu yake. Ndio watu tumesema. Hakunaga urafiki kati ya tajiri na maskini. Hakunaga urafiki kati ya shetani na malaika. Hao ni mashetani hao, wanawadanganya, wanawachongea mkija tuwapige 8. Na mkiendelea kukaa nao, mkija mtapata aibu. Na namwambia kabisa mmiliki wa Gwambina, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni kiongozi mwenzangu. Usikae na Simba. Watatufanya sisi tushikwe na hasira, tukupige 8, 9, 10. Kila mchezaji aondoke na goli lake. Kwa ndugu zangu wana habari, na naomba niliseme hili vizuri. Sijarudi Yanga kuwa msemaji wa Yanga. Nimerudi Yanga kama shabiki, kama mwanachama, kama kiongozi mstaafu, na kama mtu ambaye ninaguswa na kuumizwa na Yanga. Ndio maana nimesema nirudi, nishirikiane na katibu na secretariat waliopo, wasemaji, wahamasishaji wetu, viongozi wa kamati ya mashindano na viongozi wengine, kurejesha heshima ya Yanga. Password tulikuwa nayo sisi. Si mnajua password? Tulikuwa nayo sisi. Sasa mimi nimekuja na ile password. Kwa hiyo wanajua password tunayo, tumeileta. Tumemkabidhi katibu na tumemkabidhi kocha. Tunabonyeza ta alafu tukutane. Kwa nataka mashabiki popote pale mlipo, game ya kesho ni game yetu, mimi na nyinyi. Tunataka tuwaonyeshe, tuwafute machozi viongozi wetu. Hawa wanaumia kuliko sisi. Sasa njia pekee ni kuwafuta machozi hawa. Ni kuombe popote ulipo, umoja wetu ndio ushindi wetu. Njooni kwa wingi uwanjani, msijali. Kesho tuna kitu cha ziada, tuna kitu cha tofauti, na nataka mjue. Lakini lingine la mwisho, kwa viongozi wote waliokuwa Yanga, kwa wadau wote waliokuwa Yanga, kipindi kile tukiwa Yanga, sisi tunajua tulikuwa tunaishije. Niwaombe, msikae na kulalamika huko. Njooni. Kuniita katibu wala makamu mwenyekiti, nikaona kadhaa fedha zimezidi. Nikasema potelea mbali. Ukuu wa wilaya ulinikuta nikiwa Yanga. Ndio maana nimekuja. Msisubiri kuitwa, msisubiri kuchaguliwa kwenye kamati. Wewe kama kweli unaumia na Yanga, njoo. Wako kina Mkemi, Yusuf Wedi, na tuje tuungane, tushirikiane. Wewe ambao ulikuwa unamwaga upupu, njoo umwage upupu. Wewe ambao ulikuwa unaleta fedha, lete fedha. Wewe ambao ulikuwa unaleta gari, lete gari. Wewe ambao ulikuwa unafanya hiki, njoo tufanye. Tusikae nje na kulalamika na kusema Yanga inapotea, Yanga inafungwa. No, Yanga ni yetu.
tuache kulalamika, tuje ndani. Na uongozi huu haujamfungia mtu mlango. Hawa wako bize, tukisubiri watuite, wanahangaika na kambi, wanahangaika na timu, wakukumbuke Jerry, wamkumbuke fulani, hawataweza. Kwa ni sisi kujiongeza. Njoo, mimi niko kuwaunganisha. Nye mkija mnanikuta mimi nishafika, niko ndani. Na game yetu ni ya kesho. Afe beki, afe kipa. Na niwaombe makamu mwenyekiti, nimeongea na mwenyekiti wa timu kaka yetu Daktari Mshindo Msola, nimeongea naye jana sana na tumekubaliana naye, amesema amenituma niwaambie milango iko wazi. Njoo kaa hapa. Una jambo njoo muone katibu. Una jambo njoo muone kaka yuko hapa Mwakalibela. Lolote unalotaka kufanya hao wako tayari kukupokea. Hawa kuingia kwenye uongozi haimaanishi sisi tumetupwa nje. Hawa wamekuja uongozi ni kupokezana vijiti. Ndio tofauti ya Twila nazi na maziwa, ndio tofauti yetu na Simba. Mimi nimewapokea kina Nogas, wamenipokea kijiti. Lakini yule ndugu yangu yuko tu, amengangana pale pale. Kigando, utazani hana kazi ya kufanya. Uongozi ni kupokezana vijiti. Sasa yeye amekaa, utazani yeye ndio irizi. Au yeye ndio msukule wa Simba. Unang'ang'aniaje? Amefika kwenye kiwango cha juu cha mafanikio. Achia wengine. Mimi nimewachia kina Nogas hao. Wewe kaka unabaki tu. Rudi kafundisha madrasa. Najua unachokijua ni kufundisha madrasa. Rudi kafundisha madrasa. Maana ndio elimu ulionayo kubwa ambao unaweza ukanitisha hata mimi. Kwenye hilo, kwenye kufundisha madrasa, shehe, sina tatizo na wewe. Rudi kafundisha madrasa. Lakini huku waachie wengine. Yanga ndio sehemu ambayo watu wana exercise uongozi. Alikuwa Dr. Tiboroa, alikuwa Baraka, amekuja Dr. Kagoro, Dr. Ruago, ataondoka, atakuja mwingine. Ndio Yanga ilivyo. Yanga kama CCM, Yanga kama serikali ya Magufuli. Alikuwa Kikwete, kaja Magufuli, alikuwa Mkapa, alikuwa Mwinyi, lakini kule wale tu. Wameanza na Mo tangu Mo akiwa mdogo mpaka leo Mo yupo. Sisi tulikuwa na Manji kapita zake kaondoka. Sasa hivi amekuja Garibu, Chuma cha Reli, Shababi, Mwanamme, Kidume. Yanga inakwenda. Lakini nyinyi mo. Amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu. Lazima niwaambie ukweli. Na Yanga inakopita ni kitu cha kawaida. Wameingia hawa wapya kwa wana mitazamo, mpaka Dr. Kagoro, Dr. Ruago, nikimtaja Kagoro anajua ni ndugu yetu. Dr. Ruago na Mwakalibela wakae, itahitaji muda. Lakini wakishaka wakichanganya, wanakwenda. Wale wenzetu wako vile vile. Lakini pia jamani, mkumbuke hawa wameumia miaka minne. Hawakuwahi kupanda ndege, wanapanda Yutong. Sasa hivi walau jua limewakia kwao, ndio wanaanza kuwa na mdomo. Sasa tunawaambia, tunawakumbusha miaka hii yao mitatu wanayopambana kupata ubingwa, sisi tulishaupata. Lakini nataka niwakumbushe, Yanga ndio club pekee katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kutoa kombe hili kwa mara nyingi kuliko klabu nyingine yoyote. Na Yanga ndio klabu pekee kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki iliyoanzishwa ya kwanza kabla ya nyingine. Alizaliwa Yanga ndio akazaliwa Simba. Kwa hiyo sikio aliwezi kuzidi kichwa. Hiyo wakae wajue. Na Yanga ndio klabu pekee ya wananchi. Watu wote wanajua. Wale wengine ni mabwanyenye, wako 3 tu 4. Wanashika hatima ya maisha ya wenzao wale wengine. Na wale wengine misukule, sijui wanaendaje na wao wanakwenda. Waje wajifunze kwa wananchi huku. Sisi umoja wetu ndio ushindi wetu na tunakwenda, tutakwenda. Kwa hiyo mimi nataka mjue wananchi. Nataka wanachama wajue na mashabiki tumerudi. Tumeleta password. Na password wataiona kesho. Yaani afe beki, afe kipa. Jua liwake, mvua inyeshe. Kama ulikuwa hujawahi kuona maiti na mkabaje muoshaji, wewe njoo kesho. Utaona. Tumejipanga, tumejidhatiti. Na naomba niwaambie kwa wananchi, kwa mashabiki wa Yanga, ya Tanga yamekwisha. Sasa sisi tumekuja kufungua ukurasa mpya. Watu wachie hizi game. Ilipo Yanga tutakuwepo na wataona. Na la mwisho, Gwambina anapigwa kesho. Hiyo nasema yani. Yaani lazima niseme, mpira unadunda ndio unadundia huko, sio Yanga. Kuna ile style watu wanasema, "Jerry, una uhakika gani mpira unadunda?" Mpira unadunda sio kwa Yanga kesho.
na wachezaji wanajua na uongozi unajua. Tukishinda tukamaliza game, tunachotaka kuona ni mashabiki wetu tukirudi pamoja. Sasa tunataka hapa tu tunaondoka gari 5 gari 6, ilipo Yanga tupo sisi, na waratibu tutaratibu sisi wenyewe. Kwa mshabiki wa Yanga popote ulipo, yani we jua tu Yanga anaenda Shinyanga, magari 4 tunakwenda nayo. Tutayapataje, tutakwendaje, sisi ndio tunajua. Wewe jiandae. Kwa tunawaomba kwa umoja wenu, kwa mshikamano wenu, turudi tushirikiane, tuwape ushirikiano wa viongozi. Tusikae nje na kuwalaumu. Ukilaumu wewe utakuulizwa umefanya nini. Lakini waambie la mwisho, katibu mkuu wa Yanga is very smart. Smart ya akili, smart uvaaji, smart kila kitu. Ni waombe wanachama, Mzee Msola ni daktari mbobezi, alikuwa kocha wa mpira, ana PhD. Mungu atupe nini? Hichi kipindi tunachopita hiki ni kipindi cha mpito, ni kipindi kidogo, ndio maana sisi tumekuja. Mimi waombe tuwaamini viongozi wetu hawa, tuwatie moyo. Wakifungwa wanaumia wao sana kuliko sisi. Na ndio hata msemaji wetu anataka kumchapa mtu kwa sababu ameumia, alafu mtu anamletea upuuzi. Manake nini? Manake hawa wanahitaji tuwasapoti. Tusikae na kuwabeza kwenye mitandao, tusikae na kuweka porojo. Hawa ni majemedari, wako mbele yetu, tumewatanguliza mbele. Kwenye vita hatushambuliani sisi kwa sisi. Kwenye vita tunakusanya silaha zetu, tunawachapa maadui zetu. Kwa ni waombe wana Yanga, uongozi ndio huu tunao. Kwa sasa hatuwezi kugeuka nyuma. Kwa sasa hatuwezi kusema tunataka uongozi mwingine. Kama una jambo njoo tufanye wote. Viongozi hawa wamefungua mioyo kwetu, tuwasaidie, tuwashirikiane nao. Na la mwisho, najua kiu yao ni ujumbe kwa kocha. Ukisoma mitandao ya kijamii wamesema, na mimi kwa kuwa sasa ni mwanachama huru lazima niseme, tumemwambia kocha mechi ya kesho mtu lazima apigwe 7, 8. Anapigwaje atajue na Mungu wake. Alitoka Ulaya huko kuja huko kutafuta nini? Tunachotaka ni goli. Mashabiki wamesema, kwenye mitandao wamesema na kusema, na sisi tunarudia kusema, na mimi naungana nao. Sasa hatutaki ule mpira wa kuchezea, yani ile ya kuchezea mpira ile. Sasa tunataka magoli. Tupige 7, tupige 8, alafu tuchezee mpira. Na kocha ametusikia, kocha ametuelewa. Kwa kesho kazi inaanza. Kesho shughuli inaanza. Ndio maana nikasema tuje tuwaambie tumerudi. Tutailinda timu hotelini. Kama uamini nenda leo. Tutalinda uwanja leo. Kama uamini njoo saa 1. Tutalinda uwanja kesho. Na sasa hivi tutajihami na kila jambo linalokuja mbele yetu. Turelax. Wenzetu wakapita hapo kutuhujumu. Sasa tumesema hujuma basi. Ndugu zangu, niwashukuru na niendelee kuhakikishia wananchi sisi tupo, tutaendelea kuwepo na tutakuwepo. Yanga ndio maisha yetu, Yanga ndio furaha yetu, Yanga ndio kila kitu kwetu. Kwa hiyo wasijali, waendelee kuwa na moyo na kuendelea kuamini uongozi wetu. Lakini la zaidi, jamani, kesho kuna surprise. Kesho sio mpira wa kuutazama kwenye TV, mpira wa kesho. Wala wewe usiulize, mpira wa kesho usiutazame kwenye TV. Njoo tuutazame Taifa. Na mimi nawaambia, sijawahi kuambia jambo waandishi alikutokea, nyewe ni mashahidi. Nilisema Simba tutamfunga, tukamfunga nje ndani. Watoto wa mjini wanajua. Kampa tena ile ya Donald Ndombo Ngoma. Na mimi leo ndio nasema hapa, kuonewa basi. Waandishi andikeni, kuanzia mechi ya kesho ni kichapo. Ushindi mchache goli 4, goli 3. Huo ndio ushindi mchache. Ushindi mwingi, mpira mwingi, goli 9, goli 10. Goli 11, usigune. Kama mtu tulimpiga 7, tulimpiga 8, tatizo liko wapi? Password sinayo mimi. Sasa mtaki kuamini? Password nayo mimi, na tumeleta password.
Watu ambao hawaamini waje kesho waone burudani. Na najua wale wenzetu watakuwa wamekaa wanajiuliza, huyu bwana vipi? Nimekuja. Na aje ajue mimi ni mkuu wa wilaya pia, awe na adabu. Akileta mdomo saa 48 zitamuhusu. Mara baada ya kusema hayo, ni washukuru sana.